Ripoti ya shirika la usafiri wa anga duniani EATA kwa mwaka 2024 imeonyesha ongezeko la ajali za anga kutoka kiwango cha 1.09 hadi 1.13 kwa kila safari, ikiwa ni sawa na ongezeko la 3.7, ambapo licha ya ongezeko hilo, kiwango hicho bado ni bora kuliko wastani wa miaka mitano iliyopita. Katika mwaka 2024 kulikuwa na ajali 7 zenye vifo kati ya safari milioni 40.6, ikiwa ni ongezeko kutoka ajali moja yenye vifo mwaka 2023, ambapo vifo vilivyotokana na ajali hizo vilifika watu 244 kutoka vifo 72 mwaka uliotangulia, na kiwango cha hatari ya abiria kufariki kiliongezeka kutoka 0.03 hadi 0.06, lakini bado kimeelezwa kuwa cha chini. Vilevile ripoti hiyo imeeleza kuwa sababu kubwa za ajali ni pamoja na hali mbaya ya hewa, hitilafu za kiufundi na ndege kugongana na wanyama wanaoruka angani. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo visa kadhaa vya kutisha vilikuwa vinatokea angani, ambapo mojawapo ya ndege ya Alaska Airlines ya Boeing 737 Max, ambapo mlango wake ulijifungua ghafla ikiwa angani mwezi Januari. Lakini matukio mengine yaliyotokea sintofahamu ni ndege za United, Delta na Singapore Airlines, ambapo zililazimika kutua kwa dharura kutokana na matatizo ya kiufundi, huku tukio kubwa zaidi lilikuwa la ndege ya Jeju Airline Flight 2216 iliyogonga kizuizi cha ndege nchini Korea Kusini baada ya injini zote kushindwa kufanya kazi kutokana na ndege kugongana na kundi la ndege angani na kupelekea watu 179 kati ya 181 kupoteza maisha. Afrika pia ilikumbwa na ajali kadhaa, hususan katika nchi kama DRC, Sudan Kusini na Nigeria. Nyingi ziliripotiwa muda mfupi baada ya ndege kuruka. Pamoja na changamoto hizo, EATA imesisitiza kuwa usafiri wa anga bado ni salama ukilinganishwa na miaka iliyopita, ambapo kwa sasa kuna ajali moja kwa kila safari 810,000 ikilinganishwa na ajali moja kwa kila safari 456,000 kati ya mwaka 2011 hadi 2015. Hata hivyo, mfululizo wa matukio haya hivi karibuni unaibua swali moja: je, anga bado ni salama au sasa tunaruka kwa imani tu?